Kila mtu ana ndoto, kila mtu ana malengo, kila mtu anataka maisha bora, lakini ukiangalia watu wengi wanabaki sehemu ile ile mwaka baada ya mwaka. Sio kwa sababu hawana akili, sio kwa sababu hawana uwezo, sio kwa sababu hawana fursa. Mara nyingi kuna ukuta mmoja usioonekana, ukuta unaowazuia kufika kule wanapotaka kwenda. Swali ni, ukuta huo ni nini na unauvunjaje? Subscribe kwenye chaneli yetu usipitwe tunapoachia video. Washa na kengele, like, na unaweza acha comment kuhusiana na maoni yako kuhusu hii video. Watu wengi wanaamini kwamba wangekuwa na pesa nyingi, maisha yao yangekuwa tofauti. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu wenye pesa nyingi ambao bado hawafanyi maendeleo makubwa. Na kuna watu walioanza bila chochote, wakafanikiwa kujenga biashara, kazi na utajiri. Fedha zinaweza kusaidia, lakini fedha sio ukuta. Kwa sababu hata leo kuna maarifa ya bure mtandaoni, kuna kozi, kuna vitabu, kuna AI, kuna internet, kuna fursa ambazo miaka 20 iliyopita hazikuwepo. Kwa hiyo ukuta mkubwa sio pesa. Ni nini? Moja, ukuta ni tabia zako. Kivipi? Ngoja nieleze. Mafanikio makubwa mara nyingi yanajengwa na maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Tatizo ni kwamba watu wengi wanatafuta matokeo makubwa bila kubadilisha tabia zao. Wanataka kuwa na biashara, lakini hawataki kujifunza namna ya kukuza biashara. Wanataka kupata wateja, lakini hawataki kujifunza mbinu za kupata wateja. Wanataka kuwekeza, lakini hawataki kuweka akiba. Wanataka maisha bora, lakini wanaendelea kufanya yale yale kila siku. Ukuta unaanza kujengwa pale ambapo matendo yako hayaendani na malengo yako, kwa sababu mwisho wa siku hatuishi kutokana na malengo yetu, tunaishi kutokana na tabia zetu. 2. Ukuta ni hofu ulionayo. Watu wengi wana uwezo mkubwa kuliko wanavyofikiria, lakini uwezo huo hauonekani kwa sababu ya hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kukataliwa, hofu ya kuonekana hujui, hofu ya kuanza. Mara nyingi watu hawashindwi, wanaogopa tu kujaribu. Na kadri muda unavyopita, hofu hiyo inakuwa gereza. Unaanza kujipa sababu, unaanza kusubiri muda sahihi, unaanza kusubiri mazingira bora. Lakini ukweli ni kwamba hakuna muda mkamilifu, hakuna mazingira mkamilifu.